Tukianzia huko Zanzibar ambako idadi ya maiti waliopolewa kufuatia kupinduka na kuzama kwa meli ya MV Skagit jana mchana imeongezeka na kufikia 68 ambapo tayari baadhi ya maiti hao wametambuliwa. Gabriel Zakaria amezungumza na mwandishi wetu Jafar Haniu ambaye kwa sasa yuko mjini Unguja. Na nimekuwepo katika eneo la bandari ya Malindi hapa visiwani Zanzibar, ambapo nimeona zoezi la uopoaji maiti na kutafutaji ambao wale wanawezekana kwamba wakiwa hai nalo likiwa limeendelea. Nimeweza kushuhudia baadhi ya maiti zilizopolewa kutoka katika eneo lile ambapo ajali ya meli hiyo ilitokea hapo jana iliweza kuzama, na moja kwa moja nami nimeweza kuzungumza na baadhi ya viongozi walikuwa pale, ikiwa ni pamoja na naibu waziri wa usafirishaji hapa Zanzibar, ambapo akisema kwamba zoezi linaendelea vizuri. Lakini moja kwa moja nilikufika pia katika viwanja hivi vya Maisara, ambapo ndipo miili ya maiti wanaopolewa kutoka katika eneo lile la ajali tukio ndio linapoletwa, na hapa nimeweza kushuhudia umati mkubwa wa wananchi ikiwa bado wanaendelea kuja kutambua baadhi ya ndugu zao au majamaa ambao wameweza kupata ajali katika ajali hiyo iliyotokea hapo jana, ambapo pia muda mfupi uliopita Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete amewasili katika eneo hili la hapa visiwa vya Maisara, ambapo naye amekuja kutoa mkono wake wa pole, ingawa alishatoa mkono huo wa pole kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, lakini leo amekuja moja kwa moja kuweza kujionea hali halisi inavyokwenda, na niliweza kumuuliza kwamba pamoja ameshatoa tamko lake, lakini kwa kiongozi wa nchi nini ambacho anaweza kusema, akisema kwa kweli hakuna cha kuweza kuelezea juu ya hili, bali ni tukio ambalo la Watanzania wote, na ameridhishwa tu na kasi ya uokoaji wa vikosi vyote vya ulinzi na usalama na hata vya watu binafsi vinavyoendelea visiwani hapa. Gabriel, na hivi sasa tunavyozungumza, tuambie kwamba kuna idadi ya maiti ambayo imeongezeka na watu pia ambao wamekutwa wakiwa hai? Kwa watu walikuwa hai bado sijapata takwimu yote, lakini mpaka hivi muda huu tunazungumza, ikiwa bado na zoezi linaendelea, takriban miili 68 imeweza kufikishwa hapa katika eneo hili la Maisara, na baadhi ya jamaa na ndugu wanaendelea na zoezi la utambuzi, lakini bado nalo zoezi hili bado halijafungwa rasmi. Sasa tunajitahidi kile kitakachokuwa, iwapo kutakuwa na ongezeko ama tukio lolote jingine, nasi tutaweza kuwasiliana nanyi. Kwa hiyo idadi kamili ambao unaweza kututhibitishia hivi sasa, Haniu, ni watu wangapi ambao tayari wamesha thibitika wamekufa? Idadi iliyotangazwa jana rasmi ukijumlisha na miili 68 leo unaweza kupata jumla ni kiasi gani, lakini mpaka muda kama ninavyokuambia nashindwa kusema idadi kamili kwa sababu bado zoezi linaendelea na usiku huu, kwa hiyo halijasitishwa hadi pale litakapositishwa, labda kama kutakuwa kuna nyongeza, lakini kwa muda huu ni watu 68 katika siku ya leo ndio wameweza kuleta hadi muda huu tunazungumza. Unamaanisha kwamba miili hii 68 ni iliyopolewa leo au ni jumla yake pamoja na miili ya jana? Hapana, hii ni miili ambayo imepolewa leo tu, Gabriel. Na hapo serikali inasema kwamba jumla ya maiti ikijumlishwa na idadi ya jana, imetoa takwimu hasa za namna gani, Haniu? Kwa sababu wewe ndio uko katika eneo hapo kwa karibu kuweza kutupa picha halisi. Ni kweli, lakini wanasema kwamba kila unapojaribu kuuliza kwamba nakwambia kwanza chukua idadi hii ambayo tunakupa, halafu baadaye tutaweza kutoa idadi kamili. Kwa hiyo nami nachelea kuzungumza kwamba ni kiasi gani, lakini ikitolewa miili ile ambayo imeripotiwa hapo jana na hadi muda tunazungumza ni takriban miili 68. Na hebu tupe picha, Haniu, ya hapo hivi sasa, kwa sababu mapema mchana leo waokoaji walikuwa wakilalamika wakisema kwamba serikali haiwapi mafuta, haiwasaidii vyombo vyao kupata mafuta ili kuendelea kuopoa miili ambayo ilikuwa inaonekana ikielea majini. Wakati nikiwasili katika bandari ya Malindi, nami niliweza kusikia maneno haya kwamba kulikuwa na uhaba wa mafuta, lakini baadaye nikiambiwa kwamba tatizo hilo limeweza kutatuliwa na zoezi lilikuwa linaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hilo lilikuwa kwa muda mfupi ambapo mafuta yalichelewa kwa kiasi kifupi, lakini si kwamba hawapewi mafuta, lakini baadaye mafuta yaliweza kutolewa na kuhakikisha kwamba yapo mafuta ya kutosha ili kuweza kuendelea na zoezi hilo. Lakini labda niseme awali, nikitokea jijini Dar es Salaam leo asubuhi kidogo kulikuwa na umati mkubwa katika eneo la bandari ya Dar es Salaam, ambapo ndipo abiria wa usafiri wa majini wanapopandia, kukiwa na abiria wengi kutokana na kusitishwa kwa muda kwa usafiri huu wa majini kutoka Dar es Salaam kuja Zanzibar, ambapo imearifiwa kwamba boti ya kwanza iliweza kuondoka majira ya saa 6, nasi tuliweza kuondoka majira ya saa 8:15. Kwa hiyo ndipo kulipokuwa na msongamano huo wa watu. Kwa kweli nyuso za huzuni zimehanikiza hapa katika visiwa hivi vya Zanzibar, Gabriel.